Katika jitihada za kuendelea kuwapatia vijana fursa za ajira na kuwawezesha kujikwamua kiuchumi, mkurugenzi mkuu kiwanda cha sukari Mahonda, Rahim Balo, ametangaza nafasi mpya za ajira kwa vijana katika kiwanda hicho. Akizungumza katika kikao kilichofanyika katika kiwanda cha sukari Mahonda, Katibu Mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Salama Mbaruk Hatib, amesema kuna umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuongeza fursa ya ajira kwa vijana na kutekeleza dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupunguza ukosefu wa ajira na kuwawezesha vijana kiuchumi. Hawajapata ajira. Hizi ndio ajira wenyewe. Na kama hizi ndio ajira wenyewe, hatuna budi kukaa kwa pamoja. Tukawa sisi tuko tayari kuleta mabadiliko ya mkakati huu wa kuhakikisha kwamba tunazitumia sekta binafsi ili kuhakikisha na sisi tunatimiza malengo na azma ya vijana wenyewe, lakini kutimiza azma na malengo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Tanzania. Sisi kwa kusema ukweli lazima tuseme kwamba hizi ni ajira kama alivyoeleza. Wao watakuwa na utaratibu na kama alivyoeleza mwenyewe katika kikao, watakuwa na utaratibu kuhakikisha kwamba kila mmoja analeta account yake ya benki, lakini pia analeta namba yake ambayo anatumia kuingizwa fedha. Kwa hiyo pesa zake zitakuwa anazipata kamili. Aidha atatimiwa kwenye namba yake ya account ya benki ambayo kaileta, au atatimiwa kwenye namba yake wanasema Bits by Yas au mwingine anasema Tigo Pesa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye impitie kwamba itampitia kwanza alafu ajaipate mwenyewe, inakwenda direct kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo iko vitu ambavyo vilikuwa vinaelezwa kuachane navyo vijana, na hayo mambo ambayo wengine hawana uelewa nayo, waje wasikilize waweze kupata yale ambayo yana uhakika, kwa sababu unapokaa nje ya eneo unapata mambo mengi. Sisi tumekuja kujiridhisha na tumepata cha kushika, kwa sababu serikali kazi yake ni kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawasimamia, tunawalea na tunahakikisha kwamba na wao basi wanajengeje katika sekta binafsi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Utawala Wilaya ya Kaskazini B, Faina Idarus Faina, amesema kikao hicho kililenga kupata ufafanuzi kuhusu utaratibu wa upatikanaji wa ajira hizo, vigezo vya waombaji pamoja na masuala ya mishahara na maslahi ya vijana watakaopata nafasi hizo. Kwa majina naitwa Faina Idarus Faina, Katibu Utawala Wilaya ya Kaskazini B. Nimekuja hapa on behalf ya DC wa Wilaya ya Kaskazini B kuhusu hizi ajira ambazo zilitangazwa na kiwanda cha Mahonda. Zilitangazwa ajira hizi na kiwanda cha Mahonda kwa wanahitaji vijana wa kuja kufanya kazi katika mashamba ya miwa. By the way, imekwenda ile taarifa wamekuja baraza letu la vijana la wilaya, wakaleta malalamiko yao pamoja na kutaka kujua nini kazi vipi inafanywa na vipi watalipwa. Kwa bahati nzuri leo tumekuja na katibu wa ajira pamoja na ofisi yetu ya wilaya kuja kuzungumza na uongozi wa kiwanda cha Mahonda. Kwa hiyo tumepata mengi yalojiri hapa, tumepata maelezo mazuri ambayo yametosheleza kujua taratibu na mwenendo mzima wa kiwanda, vipi zinapangwa bei, vipi mpaka imefika hiyo hatima ya kulipa, na vipi hiyo kazi inafanywa. Tumefurahi, tumepata huo mwamko, tumepata hiyo information ambayo imetusaidia kuweza kuelimisha vijana wetu, na tumeondokeana hapa kuwa tunakwenda kuwarejesha mrejesho kwa vijana wetu hii ajira iliyotangazwa na vipi wanatakiwa wafanye waweze kushiriki kupunguza hii changamoto ya ajira. Hii ajira tulipokuja pia tumeambiwa kwa soko kukatamiwa tu, kuvunamiwa tu. Pia baadaye kuna ajira ambayo ya kupanda na kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo itakuwa ni ajira ambayo ina uendelevu kiasi fulani na kuweza kupunguza makali yetu ya maisha. Tunategemea vijana wataamka. Tunategemea kwa watakuja kwa wingi. Kwa sababu mengi ambao walikuwa wanataka kujua zile taratibu ambazo labda ilikuwa pengine na utata. Unajua watu wengi wanapenda kusikia hii asai. Tumesikia hichi, lakini hapa tumekuja tumepata utandu na ukoko ambao wa hizi ajira vipi zinapatikana na vipi zinalipwa. Kwenye utaratibu ambao umeongelewa kwenye kikao hakuna. Naye mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha sukari Mahonda, Rahim Balo, amesema mwitikio wa vijana umekuwa mkubwa, ambapo wengi wamejitokeza
ambapo wengi wamejitokeza kujiandikisha kwa lengo la kupata ajira katika kiwanda hicho. Amesema hatua hiyo inaonyesha hitaji kubwa la ajira miongoni mwa vijana na kuahidi kuwa mchakato wa ajira utafanyika kwa uwazi na kuzingatia vigezo vilivyowekwa. Leo sisi tutoe 30,000, wenzetu wote watoe 8,000. Hii 10,000 wenzetu walawacha 8,000 wamekubali kuhama huko, wanakuja kwa mamia hapa kuja kujiandikisha. Tangazo tumetoa kwa ajili ya Wazanzibari sasa, kwa ajili ya wananchi wanaotuzunguka, jamii inayotuzunguka. Matokeo yake sisi, Omar, wangapi tumesajili mpaka sasa hivi? 215. Kutoka wapi? Sehemu tofauti ambao ni kuna watu wametoka huko, wamepanda boti, wameona tangazo, wamekuja zao, wameacha shilingi 8,000 huko. Na nafikiri DC na RAS pia nilimjulisha juzi Mheshimiwa Ahmed na Juma Suru, nikamwambia kwanza nitanguliza kwao, nikamwambia jamani, hili jambo tunataka kufanya hivi, vipi nyinyi vijana mnao tayari mtatupa? Matokeo yake tangazo limetembea, watu wameanza kupanda boti huko. Jana nafikiri kwa taarifa nilikuwa nayo jana, watu 28 wameingia, wamekuja kusajili, ilikuwa Jumapili, wamekuja kusajili. Hiyo 10,000 imeonekana. Sasa tunachoomba sisi basically ni kwamba tuelewane. Hii ni field nyingine kabisa, kilimo ni field nyingine, na ukitizama 10,000 kwa siku, akifanya kazi siku 30, 300,000 inafika. Problem yetu hatuwezi kutoa mikataba kwa sababu hizi kazi ni za msimu. Sisi tunaenda kufanya kazi siku 75 tu, kwa sababu hakuna malighafi ya kutosha, hakuna miwa ya kutosha. Kwa miwa iliyokuwepo kwenye mashamba sasa hivi inaenda kuendesha kiwanda kwa siku 75 tu. Sasa wakati tunaambiwa kwamba tumeweka watu katikati, watu wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo sisi tunachofanya ili kuweza kuwa na tuna engage contractor, tunakupa watu 20 au watu 50 uwe unawasimamia. Wao wanakuwa chini ya himaya yako. Wewe unayemsimamia pia basically hao watu tunakukabidhi sisi, wewe tunakulipa sisi. Nikiripoti mimi ni Musa Ahmad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.